Matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chake kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Moja kwa moja kupokea taarifa yetu ya habari. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Israeli yakubali kusitisha mapigano na Iran. Iran yakanusha kurusha kombora dhidi ya Israeli. Rais wa Uganda Museveni atawania uchaguzi tena, afisa asema. Mahakama yaridhia Trump kwa ondoa wahamiaji nchini humo. Israeli lalamika Iran inaendelea kuishambulia. Mzozo wa Israeli na Iran watatiza safari za ndege Mashariki ya Kati. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Iran yameanza kutekelezwa mapema hii leo Jumanne, huku nchi hizo mbili zikidhibitisha tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kuhusu hatua hiyo ya kusimamisha mapigano. Hata hivyo, kumekuwa na shutuma upande wa Iran kukiuka makubaliano hayo. Naam, natumai ubweri wa afya pote pale ulipo, kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimejibu shutuma za Israeli vikisema Iran inakanusha ripoti kwamba ilirusha kombora kuelekea Israeli baada ya kuanza kwa usitishwaji mapigano. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz ametoa taarifa hivi punde akisema ameamuru vikosi vya ulinzi vya Israel kujibu vikali ukiukwaji wa Iran wa usitishwaji wa mapigano kwa mashambulizi makali dhidi ya maeneo lengwa ya serikali katikati mwa Tehran. Muda mfupi baada ya Israeli kusema kuwa limegundua kurusha makombora kutoka Iran, waziri wa fedha wa mrengo wa kulia wa nchi hiyo alichapisha taarifa fupi kwenye mtandao wa kijamii. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atawania kuchaguliwa tena kwa mula mwingine wa uchaguzi unaotarajiwa mapema mwaka ujao ili kuongeza utawala wake wa takribani miongo minne, kulingana na afisa mkuu wa kutoka chama tawala. Ingawa alitarajiwa kugombea tena wadhifa huo, ni udhibitisho wa kwanza kutoka kwa chama chake cha National Resistance Movement NRM. Uganda itafanya uchaguzi wake mkuu mwezi Januari mwakani, ambapo wapiga kura pia wanawachagua wabunge. Museveni miaka 80 amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 na ni kiongozi wa 4 barani Afrika aliyeongoza kwa muda mrefu zaidi. Chama tawala kimebadilisha katiba mara mbili
huko nyuma ili kumruhusu kuongeza muda wa utawala wake. Katika video iliyochapishwa Jumatatu jioni na shirika la utangazaji la UBC kwenye mtandao wa kijamii wa X, mwenyekiti wa baraza la uchaguzi la chama tawala Tanga Odoi amesema Museveni atachukua fomu yake ya kugombea urais Juni 28 kuwakilisha chama katika uchaguzi huo. Serikali ya Israeli imesema imekubali mapendekezo ya Donald Trump la kusitisha mapigano. Katika taarifa, Israeli inasema itajibu kwa nguvu kwa ukiukaji wowote wa usitishwaji wa mapigano. Serikali ya Israeli imesema imekubali pendekezo la usitishwaji wa mapigano baada ya kufikia malengo ya mashambulio yake dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Israeli imeondoa Iran kama tishio mara mbili, kuanzia silaha za nyuklia hadi makombora ya balistiki. Pia inasema Israel imesababisha uharibifu mkubwa kwa uongozi wa kijeshi na kuharibu maeneo kadhaa lengo ya serikali ya Iran. Taarifa hiyo imeendelea kusema kwamba wanajeshi wa Israeli katika siku za mwisho wamefikia malengo ya serikali katika kitovu cha Iran na kuwaondoa mamia ya wanajeshi wa Basil ambao mara nyingi hutumika na serikali ya Iran kukandamiza waandamanaji na kumuua mwanasayansi mwingine mkuu wa nyuklia. Mahakama ya juu ya Marekani imeruhusu utawala wa Rais Donald Trump kuanza tena kuwaondoa wahamiaji na kuwapeleka katika mataifa yao. Majaji 6 kati ya 3 walibadilisha amri ya mahakama ya chini iliyoitaka serikali kumpa mhamiaji fursa ya kuambia maafisa ni hatari ipi anayoweza kukabiliana nayo anapohamishwa hadi nchi ambayo si yake. Majaji 3 wa mahakama ya kiliberali walipinga uamuzi wa wengi, wakisema ni kuidhinishwa uvunjaji wa sheria. Kesi hiyo inawahusisha wahamiaji 8 kutoka Myanmar, Sudan Kusini, Cuba, Mexico, Laos na Vietnam waliofukuza mwezi Mei kwa ndege inayosemekana kuelekea Sudan Kusini. Utawala wa Trump umesema kuwa walikuwa wabaya zaidi. Jaji wa wilaya ya Boston nchini Marekani, Brian Murphy, aliambia kwamba kuondolewa kwao kumekiuka agizo alilotoa mwezi Aprili kuwa wahamiaji lazima wapate fursa ya kujitetea, kwamba wanaweza kuteswa au kuuawa ikiwa watahamishwa hadi nchi tofauti, hata kama rufaa zao zingine za kisheria zimeshindwa. Uamuzi wa Jumatatu ni ushindi mwingine kwa rais wa Republican katika harakati zake za kuwafukuza wahamiaji. Mwezi uliopita, mahakama ya juu zaidi ilimruhusu Trump kusitisha hadhi ya ulinzi wa muda wa raia wa Venezuela na kuathiri takribani wahamiaji wapatao 350,000. Katika uamuzi mwingine mwezi Mei, majaji wamesema rais anaweza kusitisha kwa muda mpango wa kibinadamu ambao umeruhusu karibu wahamiaji nusu milioni kutoka Cuba, Haiti, Nicaragua na Venezuela kukaa Marekani kwa miaka miwili. Katika saa chache zilizopita, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kusitisha mapigano kati ya Iran na Israel, lakini hakuna upande uliothibitisha hadharani. Wakati huo, kisha muda mfupi uliopita, Iran imesema kwamba imesimamisha mashambulio tu ikiwa Israel ingeanza kufanya hivyo. Mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami nchini ambapo nchi za magharibi NATO unafungua pazia nchini Uholanzi, huku ajenda kuu ikiwa ni nyongeza ya matumizi ya bajeti ya ulinzi kufuatia shinikizo la Marekani. Mkutano huo unafanyika chini ya kiwingu cha mapigano makali yaliyoshuhudiwa kwa siku 12 kati ya Israel na Iran, pamoja na vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine.
Mwanasayansi wa nyuklia wa Iran ameuawa katika shambulio la Israeli usiku wa kuamkia leo kaskazini mwa nchi hiyo. Kulingana na vyombo vya habari vya Iran, shambulio hilo lililotokea kabla ya Rais Donald Trump kutangaza kuafikiwa kwa mwafaka wa usitishwaji wa mapigano kati ya pande zote mbili, ambapo lilinukuu vyanzo vya ndani. Shirika hilo limesema mauaji ya Mohammad Reza Sedigi Saber yalitokea nyumbani kwa wazazi wake katika eneo la Sanaa le Ashrafi kaskazini mwa Iran. Kiongozi wa upinzani nchini Israel ya Labad, kupitia taarifa yake kwenye mtandao wake wa kijamii wa X, amesema ni wakati kumaliza vita vya zaidi ya miezi 20 kati ya Israel na Hamas. Amesema anataka hatua hiyo kuchukuliwa baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Nataka nikwambie, idadi ya wanawake hapa ni kubwa kuliko wanaume. Kwa nini wamekuja? Wamekuja tu kupata chochote kwa ajili ya kuwalisha watoto wao. Hakuna kingine cha ziada. Maelfu ya Wapalestina wamekuwa wakikusanyika kila siku kukiwa na matumaini ya kupata chakula baada ya vita vya zaidi ya miezi 20, lakini wamekuwa wakilengwa na mashambulizi ya Israel. Kutokana na hali mbaya ya upatikanaji wa chakula kwenye ukanda huo, Umoja wa Mataifa umeikosoa vikali Israel kwa kuitumia njaa kama silaha na kwamba huo ni uhalifu wa kivita. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imelitaka jeshi la Israel liache kuwafyatulia risasi watu wanaojaribu kupata chakula. Taasisi ya kutoa misaada inayoungwa mkono na Marekani na Israel, Gaza Humanitarian Food Foundation, ilianza kugawa chakula katika ukanda huo Mei 26 baada ya Israel kuzuia kabisa usambazaji wa chakula katika eneo hilo kwa zaidi ya miezi miwili na kuibua tahadhari ya njaa kali. Mashirika makubwa ya Umoja wa Mataifa yamekataa kushirikiana na taasisi hiyo kutokana na wasiwasi kuwa imeundwa kwa maslahi ya jeshi la Israel. Katika hatua nyingine, kiongozi wa upinzani nchini Israel Yair Lapid ametoa wito wa kusitishwa kwa vita kati ya jeshi la nchi yake na wanamgambo wa kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza. Ameyasema hayo kupitia ukurasa wake wa X muda mfupi baada ya Israel kutangaza kuwa imekubali kusitisha vita na Iran. Hayo yanaendelea wakati ndugu wa mateka waliosalia Gaza wakishinikiza pia serikali yao iingie katika mazungumzo ya haraka yatakayowarejesha nyumbani jamaa zao na kumaliza vita. Ndiyo taarifa ya habari, ambapo masuala ambayo yana jitokeza kutokea kule maeneo ya Gaza, ambapo namna hiyo tunazidi kusonga mbele kwenye taarifa zetu. Ni kwamba moja kwa moja ni katika hatua hii, ambapo namna hiyo nchini Kenya ni kwamba viongozi wa mashtaka wamesema watu 6 wakiwemo maafisa 3 wa polisi watafunguliwa mashtaka ya mauaji dhidi ya mwalimu na mwanablogi Albert Ojwang aliyeuawa akiwa katika kituo cha polisi jiji kuu la Nairobi mapema mwezi huu. Hatua hiyo imethibitishwa na ofisi ya kiongozi wa mashtaka nchini humo kupitia ukurasa wake wa X baada ya washukiwa hao kuwasilishwa katika mahakama kuu ya Kibera siku ya Jumatatu. Kenya, viongozi wa mashtaka wamesema watu 6 wakiwemo maafisa 3 wa polisi watafunguliwa mashtaka ya mauaji dhidi ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang aliyeuawa akiwa katika kituo cha polisi jijini Nairobi mapema mwezi huu. Hilary Ingati anaeleza zaidi. Hatua hii imethibitishwa na ofisi ya kiongozi wa mashtaka nchini humo kupitia ukurasa wake wa X baada ya washukiwa hao kuwasilishwa katika mahakama kuu ya Kibra siku ya Jumatatu. Miongoni mwa polisi wanaokabiliwa na mashtaka hayo ya mauaji ni pamoja na aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi cha Central Samson Taalam alikokuwa Albert Ojwang. Kuuawa kwa Ojwang kulisababisha maandamano jijini Nairobi kushinikiza waliohusika na kifo chake kuchukuliwa hatua za kisheria na kulaani polisi kuendelea kutumia nguvu kupita kiasi
dhidi ya washukiwa. Ojwang alikamatwa na maafisa wa polisi akiwa katika kaunti ya Homa Bay magharibi ya Kenya kwa madai ya kuchapisha tuhuma za rushwa dhidi ya naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kwenye ukurasa wake wa kijamii wa X. Lagat alitangaza kujiondoa kwenye nafasi yake kupisha uchunguzi wa mauaji hayo baada ya shinikizo za waandamanaji. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chao kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800 au till number ni 456148 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Hapo basi unaungana nasi. Watu zaidi ya 40 wameuawa Sudan katika mashambulio ambapo yakitishia hali ya wenyeji, ambapo zaidi ya watu 40 wameuawa katika shambulio la kutisha dhidi ya hospitali nchini Sudan. Umoja wa Mataifa umeonya juu ya ongezeko la mashambulio hayo, ambapo vita baina ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF vinaendelea kusababisha vifo, njaa kali na ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Iran inasema iko tayari kuacha shambulio iwapo Israeli nayo itaacha kuishambulia saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa nchi hiyo mbili zilikuwa zimekubaliana kusitisha vita. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema tayari nchi yake imesitisha mashambulio kuanzia Jumanne alfajiri na inataka Israel nayo ichukue uamuzi huo. Nayo itaacha kuishambulia saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa nchi hizo mbili zilikuwa zimekubaliana kusitisha vita. Victor Abuso. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema tayari nchi yake imesitisha mashambulio kuanzia Jumanne alfajiri na inataka Israeli nayo ichukue uamuzi huo. Hata hivyo, jeshi la Israeli limesema Iran imeendelea kurusha makombora yake katika ardhi ya Israeli, lakini haijasema muda wa mashambulio hayo. Rais Trump kupitia mtandao wake wa kijamii alitangaza kuwa Israeli na Iran zilikuwa zimekubaliana kusitisha vita kwa hatua ndani ya saa 24 zijazo kuanzia saa 10 alfajiri saa za kimataifa siku ya Jumanne. Trump amesema Iran itakuwa ya kwanza kusitisha mashambulio yake yote na baadaye kufuatwa na Israeli baada ya saa 12, na kuongeza kwamba pande zote zimekubaliana kudumisha amani na kuheshimiana. Tangazo hili la Trump linakuja baada ya Iran kurusha makombora yake kulenga kambi ya jeshi la angani la Marekani ya Al Udeid nchini Qatar, mashambulio ambayo yalidhibitiwa angani na kutosababisha madhara yoyote. Israeli ilianza kushambulia Iran zaidi ya wiki moja iliyopita kulenga vituo vyake vya nyuklia ili kuizuia nchi hiyo kutengeneza silaha za maangamizi katika vita ambavyo vimesababisha zaidi ya watu 400 kupoteza maisha upande wa Iran, huku wengine zaidi ya 20 wakiuawa upande wa Israeli. Ni hali ambayo inajitokeza katika ukanda wa Gaza, na tunatupia jicho letu kuna kwamba tunakuletea taarifa hiyo kwa utendeti kupitia idhaa hii ya Kiswahili na hata kupitia washirika wetu wa kimataifa. Nazidi kusonga mbele katika hatua hiyo ambapo mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi NATO
unafungua pazia nchini Uholanzi, huku ajenda kuu ikiwa ni nyongeza ya matumizi ya bajeti ya ulinzi kufuatia shinikizo la Marekani. Mkutano huo unafanyika chini ya kiwingu cha mapigano makali yanayoshuhudiwa kwa siku 12 kati ya Israel na Iran, pamoja na vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Moja kwa moja basi, msikilizaji, naenda kusoma maoni yako ambayo umeweza kuyaweka katika maandishi, alafu baadaye elekee mapumzikoni, pokee makala ya siku ya leo. Peter Msumari anasema, Hashim Msumari, Kilimanjaro, Tanzania, au Israeli kaka yao huko binguni yu katika kikao maalum ya Jehova ili kuwaombea rehema kwa Iran iliyozamiria kuendeleza pale ilipoishia Adolf Hitler. Maoni yake huyu Peter Msumari. Pale hivi Hassan Mwakulima pale hivi anasema Mwamba Junior au Baba Klatos nikiwa Mbeya pale hivi Tanzania, na wapata vizuri sana sana Radio Fortune Africa. Asante kwa matangazo yenu mbashara. Asante, tunashukuru. Na vile vile Azada na pale hivi jumbe wako umeweza kutoweka, ndio utafuta. Elias El Molei anasema mbona Israeli wanazidi kupigana na majirani zake, jamani, kuna nini? Ndio yale ambayo inajitokeza pale hivi katika Kamori pale hivi, Amri pale hivi, Maiwa pale hivi, wa Urambo pale hivi Tanzania. Je, Rais Donald Trump hawezi kusitisha mapigano? Francis Nuru Nzoka pale hivi, Nuru Nzoka wa Mbeya, na wapata vizuri sana Radio Fortune Africa mbashara kupitia kitandazi ukielewa anaposema ni Facebook. Makupata vizuri sana kupitia kitandazi, sema pale hivi matangazo mbashara. Francis Ntongoro pale hivi, asante sana kuweza kutufuatilia. Mtani Bahati pale hivi, Mtani Sulusi kutoka Dodoma Tanzania, na mitaa ya Nzunguni pale hivi, na kupata vizuri sana kupitia Google. Asante sana Sela Gado pale hivi, Mdikala pale hivi wa Mozambique pale hivi, na Iran, kwamba ndio ambayo inajitokeza pale hivi, sema pale hivi Iran wasikubali maneno. Bedi pale Mtawala Fanda sema ni sahihi kutokana na Mbeya pale vinapata vizuri sana. Asante kwa habari motomoto. Yona Daudi Mwambene pale hivi anazungumza kupitia maeneo hayo. Ahmed pale hivi Kitandu pale hivi, Ahmed Kitandu wa Moshi Kilimanjaro, anashindwa elewa kazi ya majukumu ya Umoja wa Mataifa katika kulinda amani ya dunia ni ipi? Ndio swali ambalo namna hiyo nauliza pale hivi. Apendaye pale hivi Kiberenge pale hivi, hawa viongozi wa NATO, na waona kama ni mawakala wa mauaji kufadhili pesa za kwenda maoni yake hayo. Mwingine unajua ukiandika, wewe uliandika unaweza kosa kuwa na shida, lakini mimi nitakaye soma lazima nizingatie sheria za wanahabari. So maoni mengine inabidi naweka ulimi wangu speed governor kidogo. Asante sana, nasema Selemani pale hivi, Yusuf pale hivi, tunapata vizuri sana Radio Fortune Africa. James Mikaeli pale Mwakaliku pale hivi, naitwa James Mwakaliku kutoka Mbeya Tanzania, na wapata vizuri sana Radio Fortune Africa RFA. Asante sana, nashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Pale hivi John pale hivi, Mungu leta amani duniani, tunahitaji utulivu ila mapenzi yako yatimie, ni nyakati za mwisho tumerudia. Mungu kila mtu ajiandae kivyake, Yesu anarudi. Ndio maoni yake Elias John hapo hivi katika ujumbe wake hapa, akiweza kuweza kida pale hivi, yasema anatupokea vizuri sana kupitia njia ya Facebook. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia jamani, tunashukuru kwa kuendelea kutufuatilia. Wakati huu basi ni wakati mwafaka msikilizaji, ambapo Simama na Kituo kufikia malengo yake, uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kufikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM, ambapo wakati huu basi chukua fursa hii basi mimi kuelekea mapumzikoni ili uweze kupokea makala ya sasa.